Royal Win, shinda magari ni mengi zaidi kwenye kasino ya mtandaoni nambari 1 Tanzania. Lakini wakati tunaendelea kusoma kesi yetu ya mwisho ndani ya mahabusu ya michezo, nikwambie kwamba habari njema ni kwamba kupitia PMBet kwenye promotion ya Super Royal Sport unaweza kuondoka na chuma aina ya IST namba E, yani gari ni mpya kabisa. Hakikisha kwamba mikeka yako unayosuka una uhakika nayo. Bado mambo yanazidi kuwa ya moto, unao nafasi ya kushinda hilo gari, lakini pia kuna nafasi ya kuondoka na kitita cha pesa taslim. Sasa kesi yetu ya mwisho ndani ya mahabusu ya michezo bwana, kocha wa Burkina Faso Brahma Traore, yeye bwana amemshauri Nouma kuondoka Simba. Traore anasema hivi, sio rahisi kwa beki mzuri kama Nouma kupata nafasi ya kucheza, ila mara nyingi uwezo wa mchezaji ndio unachangia kuwepo kwenye kikosi cha timu ya taifa. Huwezi kumchukua mchezaji ambaye hapati nafasi ya kucheza, kwa sababu kama achezi tutatambuaje kiwango chake kwa sasa? Ndio maana namshauri Nouma akatafuta changamoto mpya kama alipo hapati muda wa kucheza. Nouma bado ni beki ambaye kwenye kikosi changu ninamuhitaji, ila ni lazima ashinde changamoto ya kukosa namba ili asipoteze kiwango chake kwa kukaa bench. Huyo ni kocha mkuu wa Burkina Faso. Ushauri wa mwalimu una hoja? Kwa nini asimshauri pia endelee kubaki ili aendelee kujifunza zaidi na kupambania? Kwa sababu mimi naamini mchezaji mzuri ni yule ambaye anayepambania nafasi, kwa sababu nafasi haiji kama sandakalawe tu kwamba ukapewa bwana ingia nayo ukacheze. Hapana. Inabidi kwanza uonyeshe, upambane, upate nafasi ya kuendelea kuweza kumaintain hapo. Zimbo nadhani inawezekana akaja akawa ni mfano bora kwa wachezaji wengi wa kizawa, si ndio? Wamekuja mabeki wengi walikuwa wazuri, lakini mwisho wa siku bado Zimbo ameonekana kubaki kwenye upande wa piki hiyo hiyo. Walikuja wachezaji wengi pia watu walikuwa wanaanza kwa compare na kina Shomari Kapombe, lakini mwisho wa siku umekiona ambacho Shomari amekifanya kwa msimu huu. Amefanya kitu bora sana. Kwa mimi naamini kwenye hawa wachezaji, kwa namna ambavyo kocha amekuwa na kihitaji zaidi, ni kwamba anatakiwa kumwacha mchezaji apambane na hii changamoto, kwa sababu mwisho wa siku ndo atakapoenda kwenda kupata ukomavu zaidi ambao yeye mwalimu amekuwa anafanyaje, anauhitaji. Ukimpeleka sehemu mchezaji ambapo hana ushindani, ina maana inaweza ikamwangusha kwa namna moja ama nyingine. Kwani mara ngapi hapo tumekuwa tunazungumza kwamba inawezekana pia hata mistakes za Diarra kwa msimu huu inatokana na yeye kukosa ushindani kwenye upande wa kosi cha Young Africans. Akianza kuangalia kwa wachezaji ambao wanaoshindana nao kwenye position, wa kwanza ni Abutwalibu Msheli, si ndio? Kitu ambacho ni ngumu sana kumweka Diarra benchi afa akaenda akacheza nani? Abutwalibu Msheli. Alikuja golikipa Abubakar Komen na watu wengi walikuwa naamini pengine anaweza akawa ni chaguo namba 2, lakini baada ya kufanya zile mistake katolewa kabisa kwenye system ya timu. Haumuoni hata benchi kwenye upande wa mechi nyingi za Yanga. Kama akianza Msheli kwenye hizi mechi labda za kombe la FA, golikipa ambaye anayekuwa yuko benchi unamuona nani? Djigui Diarra. Kwa hiyo mchezaji anakuwa anakosa ile hali ya kiushindani. Lakini naamini kama Norman anapokuwa nje na anapomuona Mohamed Hussein, kwake inampa ushindani na hali ya kufanyaje ya kupambana zaidi. Msimu uliopita alikuwa na Chadra Kiboka, lakini bado alikuwa anaonyesha zaidi kuweza kupambana. Na hata walivyokuja hapa, kila mmoja alikuwa ana shauku kwamba hawa wametoka timu moja. Mmoja alikuwa anaanza zaidi, lakini mwingine alikuwa anafanyaje, anasubiria bench. Lakini naamini kwa hicho ambacho Valentino amekionyesha mpaka sasa, bado ana deserve kuendelea kusalia kwenye upande wa kosi cha Simba. Raymond, kwa kifupi sana, mtazamo wako ni upi kwenye hili? Mtazamo wangu ni kwamba walimu wa timu za taifa huwa wanapata muda mchache sana wa kuwa na timu. Kwa huwa wanaita squad kutokana na current performance, yani kile anachokionyesha mchezaji kwa wakati huu. Na ubaya kwa Nouma ni kwamba anacheza kwenye timu ambayo yeye sio mchezaji tegemezi, yani sio nchi ambayo ina uwalakini wa vipaji. Kuna vipaji vingi sana, watu ambao wanaweza kucheza nafasi yake. Kuna huyu Steve Yago ambaye anacheza ligi kuu ya Cyprus, kuna Mohamed Yabre ambaye anacheza ASEC Mimosas, lakini pia yupo Arsene Kwasi ambaye anacheza ligi kuu ya Ufaransa. Ukiangalia watu, kuna mmoja anacheza ligi kuu ya Ufaransa Yago, lakini pia kuna Kwasi ambaye anacheza ligi
ya Ufaransa, lakini pia bwana mdogo wa miaka 20 ndio yupo ASEC Mimosa. Zao ndio watu ambao wanaweza kucheza nafasi yake. Kitu pekee ambacho Nouma anaweza kukifanya ili kuweza kuwekwa kwenye sentence moja na hao watu ni kuhakikisha anapata muda wa kucheza week in week out. Sasa huo muda anaupata wapi? Anaupata kwa kumtoa Mohamed Hussein Zimbwe. Ndio swali la kwanza inakuja. Kama umeshindwa, ina maana natakiwa utafute sehemu nyingine. Kama ndoto zako ni kuendelea kuitumikia timu ya taifa, lakini kama ndoto yake ni kuendelea kuimprove day by day na kuendelea kujifunza kwa Mohamed Hussein ambaye ana experience na exposure ya kutosha kuliko Nouma, mimi naamini basi nafikiri anastahili kuendelea kubaki ndani ya klabu ya Simba. Lakini kama yeye anataka kutumika kwenye timu ya taifa hivi sasa, basi anatakiwa kutafuta malisho mapya na ili kama atimize ndoto yake ya kuitumikia timu ya taifa Burkinabe.